Katibu mtendaji wa Baraza la Sanaa, Sensa ya Filamu Basfu Zanzibar, ndugu Juma Chumjuma, amesema viongozi pamoja na wajumbe wa bodi ya Baraza la Sanaa na Utamaduni ni wajibu wao kuungana kwa pamoja katika kuwabadilisha na kuwapa fikra mpya waraibu walioathirika, kwani sanaa hutumika katika kubadilisha mienendo ya tabia kwa kila mtu. Amesema hayo mara baada ya ziara ndogo walioifanya viongozi na wajumbe wa bodi ya Baraza la Sanaa pamoja na wasanii mbalimbali katika kituo cha idara ya tiba na marekebisho ya tabia kilichokuwepo Kidimni, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja. Lengo ni kuendelea kuungana na jitihada za serikali ya awamu ya 8 ya Dr. Salim Mwinyi kwamba kuhakikisha Zanzibar yetu inabaki salama na matumizi na athari za madawa ya kulevya. Sisi watu wa sanaa na utamaduni Zanzibar tuna kila wajibu kuungana na kituo hichi kama sehemu ya serikali ili kuendelea kuwabadilisha. Sanaa inatumika katika kupeleka taaluma, lakini sanaa pia inatumika katika kubadilisha menendo na tabia za mtu yoyote. Kwa hiyo watumiaji wa madawa haya tunasema walikuwa ni waathirika, waraibu. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine sanaa ina mchango ya kuwaelimisha, lakini pia kuwapa fikra nyingine, na tuna matumaini kwamba hata miongoni mwao watapotoka katika kituo hiki, ikiwa wameweza kubadilika, basi wanaweza kujiunga na shughuli mbalimbali za sanaa na utamaduni. Inawezekana miongoni mwao kwa wasanii wazuri kwa sababu wana vipaji. Pale tumeona wakati wakitunga, wakicheza. Kwa hiyo imani yangu nao iko siku wataungana na jamii katika harakati kama hizi za kuendeleza shughuli za sanaa hapa nchini. Akizungumza kwa niaba ya kamishna mkuu, kamishna wa kinga, tiba na marekebisho ya tabia, Juma Zidi Khairi, kwa ujio wa Baraza la Sanaa kama anavyoeleza. Ujio wao kwa sisi ni moja katika matibabu ambayo tunapata, na tunaendelea kuwakaribisha kila ambapo wanahitaji kuja, lakini pia mkae mabalozi wazuri, mkakitangaze kituo na muambie jamii kwamba kipo kituo ambacho kinawasaidia vijana kuachana na uhalifu huu wa dawa za kulevya. Kwa upande wa kituo, kama mamlaka tumefarijika sana. Kama mnavyojua, mgeni yote anapokuja pahala huwa anabadilisha mazingira, yanajenga upendo, yanajenga imani, lakini pia kama vijana wangu walivyozungumza kwamba yanajengea imani kwamba jamii inatambua. Kwa hiyo inahamasisha na wao kujikaza katika matibabu yao. Ni washauri jamii tu kama wana vijana wao ambao wana changamoto ya matumizi ya madawa ya kulevya. Kituo hichi ni cha serikali na Mheshimiwa Rais ameweka maalum kwa ajili ya kuwasaidia vijana ambao wako tayari kuachana na uhalifu wa dawa za kulevya. Kwa maana kama mtu ni mtumiaji na anataka kuachana na matumizi, kituo kinapokea muda wote, saa yote, siku yoyote waje, watapata taratibu na watapata huduma, na wako ambao wameshafanikiwa wanaendelea na maisha yao. Kwa hiyo niwakaribisha sana katika kituo chetu. Naye mmoja kati ya mraibu akitoa shukrani pamoja na ushauri kwa niaba ya waraibu wenziwe, ndugu Mehbub Abdul Wahid, kama anavyoeleza. Sema kweli kituo kinatusaidia sana kwa sababu tulikuwa hatuwezi nje hapo, lakini sasa hivi kadri siku zinapoenda akili zinabadilika, mwili unabadilika, imani pia, sababu kuna sekta tofauti wanapata mafunzo. Kwa hiyo namshukuru Mungu, nashukuru wageni waliokuja. Pia namshukuru Dr. Mwinyi kwa kutuangalia kwa jicho la tatu zaidi, sababu tulikuwa nje huko, hapo wengi wako nje huko, lakini sisi tumepata nafasi hapa. Kwa hiyo napeleka shukrani zangu kwa serikali kwa ujumla. Ushauri wangu ni waje kwenye kituo masoba kama hiyo, sababu ukiangalia cha kwanza ni serikali, afu ni affordable kuliko soba zingine. Kwa hiyo waje wajiangalie wao wenyewe, kwa sababu mwisho wa siku unajiangalia mwenyewe kwanza na jamii inayozunguka. Haikuwa rahisi na haitokuwa. Unaona? Kwa hiyo ushauri wangu ni kwanza uwe na nia. Kutoka katika idara ya tiba na marekebisho ya tabia, Kidimni, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja, mimi ni Hassan Saidi wa Mshindo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.